Kuna jambo gumu sana linaendelea huko Ulaya Magharibi na Mashariki ambalo halizungumziwi sana na media. Yaani ninaona kama media zimejaribu kujikita zaidi kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale nchini Burkina Faso, lakini kile ambacho kinaendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine bila kuisahau Marekani. Lakini kuna jambo moja sijajua media hazijashtuka au inawezekana zimeshtuka au bado hazijapewa zile fedha ambazo huwa wanapewa kwa ajili ya kuzungumzia ajenda zao. Sasa mimi leo nimekuja kuambia jambo moja. Nimekaa nimewaza na nimeona kwamba hivi sasa kuna jambo ambalo linakuja na linaweza likawa lina athari kubwa sana hasa kwa Ulaya ya Mashariki pamoja na Ulaya ya Magharibi, nalo ni uhai wa muungano wa NATO, ambapo sasa tunaarifiwa kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump anaweza kutohudhuria, kukwepa mkutano wa viongozi wakuu wa nchi ambazo zinaunda ule muungano wa NATO, ambapo rais wa Marekani huenda asihudhurie mkutano huo ujao wa jumuiya ya kijeshi ya NATO endapo mataifa ya Ulaya wanachama wa NATO hayatakubali kuongeza bajeti zao za ulinzi kwa kiasi kikubwa zaidi. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa, balozi wa Marekani katika Umoja wa NATO anafahamika kama Matthew Whitaker amekuwa akisisitiza mara kwa mara kwamba nchi wanachama wa Ulaya zinapaswa kutumia angalau 5% ya pato lao la taifa kwa maana ya GDP kwa ajili ya matumizi ya kijeshi, tofauti na lengo la sasa ambalo ni 2% ambalo liliwekwa na jumuiya hiyo. Na hili tuliona lilikuwa likipigiwa upatu sana hata wakati wa kampeni za Rais Donald Trump. Whitaker anaripotiwa kuonya kwamba kushindwa kufikia kiwango hicho kipya cha matumizi ya ulinzi kinaweza kumfanya Donald Trump asihudhurie mkutano wa NATO ambao umepangwa kufanyika pale The Hague nchini Uholanzi mwishoni mwa mwezi wa 6 mwaka 2025. Kuthibitisha hilo, tunaona waziri wa ulinzi wa Marekani anayefahamika pia kama bwana Peter Hegseth, yeye alielezea dhamira ya serikali ya Marekani kutaka mataifa ya Ulaya yawe na jukumu kubwa la kulilinda bara hilo kwa njia ya kawaida, na akasisitiza umuhimu wa ongezeko la bajeti za ulinzi kama ilivyotajwa katika muhtasari ambao ulitolewa na ikulu ya Marekani au hiyo Pentagon. Lakini pia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio naye akasema kwamba hali ya sasa ndani ya muungano wa NATO ni kama Marekani ikiwa na kundi la washirika wa daraja la pili ambao hawatimizi wajibu wao ipasavyo. Yaani wanasema hivi, wao wa Marekani wanaona ni kama wamebeba gunia la misumari ambalo wanatakiwa kuhakikisha wanalilinda ili lisitoboke licha ya hasara ambazo wanazipata. Na waziri wa ulinzi Hegseth yeye alirudia kauli hiyo kwa kusema, wakati ambapo Marekani imekuwa mdhamini mkuu wa usalama wa Ulaya umepita. Ulaya kwa sasa inapaswa kuchukua jukumu hilo, kufadhili majeshi yao pamoja na kuongoza majeshi hayo. Lakini pia alisema kwa lengo la sasa la 2% ya bajeti ya ulinzi ni ndogo sana ukilinganisha na hali inavyoendelea duniani. Mwezi uliopita, rais wa Marekani Donald Trump alieleza kwamba hawezi kufuta uwezekano wa kuondoa baadhi au majeshi yote 84,000 ya Marekani yaliyopo Ulaya, akisema kwamba Marekani inalipa gharama kubwa sana za ulinzi wa bara hilo bila kupata fidia yoyote ya maana. Yaani Donald Trump anasema anataka kuondoa kabisa baadhi ya majeshi au aondoe wanajeshi wote 84,000 ambao wapo katika bara la Ulaya na wengine wapo katika muungano huo wa NATO. Amesema hao wote wanatumia fedha za Marekani lakini ni kama wananufaisha maeneo mengine. Na hii inamaanisha nini? Kwamba nchi wanachama wa NATO zimekuwa zikijilinda. Kwa hiyo usishangae kuona Marekani na wanajeshi wengi sana ambao wako Poland. Marekani na wanajeshi wengi wapo Ujerumani, wengi wapo Hungary, wengi wako Ufaransa, pamoja na mataifa mengi ambao ni wanachama wa NATO. Na kufikia mwaka 2024, kwa mujibu wa takwimu ni kwamba ni nchi 23 tu kati ya wanachama 32 wa NATO waliokuwa wamefikia lengo la angalau 2% ya matumizi ya ulinzi, kwa mujibu
wa makadirio yaliyotolewa na NATO yenyewe, ambapo Marekani imetumia takriban 3.5% ya pato lake la taifa kwa maana ya GDP kwa ajili ya bajeti ya ulinzi, na ndilo taifa ambalo ni mchangiaji mkubwa sana katika huo muungano wa NATO. Lakini hapa sasa wetu mnaweza, ndio maana niliwaambia mapema pale juu nikasema kuna jambo ambalo linaendelea kwa hivi sasa, ni kama ninaona watu sija hawajalishtukia, watu hawajaliona, lakini ni uhai na usalama wa muungano wa NATO katika nyakati hizi ambazo dunia tunashuhudia ikiwa ipo katika michakato mbalimbali migumu ambayo inaendelea. Lakini hapa maswali makubwa sasa ambayo watu wanaweza kuwa wanajiuliza, je, Marekani ikijitoa katika muungano huo, hii inaweza ikawa ina maana gani kwa muungano wa NATO? Kwa sababu Marekani ikijiondoa katika hiyo North Atlantic Treaty Organization itakuwa ina athari kubwa sana. Kwanza ni athari za kiusalama, kujibu swali hili, si tu kwa Marekani yenyewe, lakini pia Ulaya na dunia kwa ujumla. Na kwa nini nazungumza hivi? Ni kutokana na ukweli kwamba kwanza kutakuwa na kudhoofika kwa kiwango kikubwa sana cha ulinzi katika jumuiya hii ya NATO, kwa sababu NATO ni muungano wa kijeshi ambao unalindwa sana sana, yani wana kifungu cha ulinzi wa pamoja, kile kifungu cha 5 ambacho wengi sana mnakifahamu kwamba shambulio dhidi ya mwanachama mmoja ni sawa na shambulio dhidi ya wote. Kwa hiyo Marekani ikiwa ndiye mwanachama mwenye mchango mkubwa zaidi wa kijeshi na kifedha, kujitoa kwake kutadhoofisha uwezo wa NATO kujibu haraka na kwa nguvu vitisho vya kijeshi, hasa kutoka kwa mataifa adui kama vile Urusi. Sijui kama mnielewa. Lakini jambo jingine ambalo binafsi nimeliona na nikasema hili linaweza likawa lina athari kubwa ni kwamba Ulaya itakuwa imeingia katika hatari kubwa sana, kwa sababu Marekani mpaka tunapozungumza sasa hivi ndiyo nguzo kuu ya ulinzi wa Ulaya kupitia uwepo wake wa kijeshi na msaada wa kiintelijensia. Kwa hiyo kujitoa kwa Marekani kutaacha pengo kubwa sana la kiusalama kwa nchi wanachama wa Ulaya, hasa zile ambazo zipo karibu na Urusi. Na hapa utataja kama mataifa kama ya Poland, utataja taifa kama Lithuania, unataja taifa kama Latvia, unataja mataifa kama Estonia. Kwa hiyo inaweza ikachochea vitisho au hata uvamizi wa moja kwa moja kutoka katika yale mataifa ambayo yanapingana na ushawishi wa magharibi. Na hapa naomba nifafanue pia, ili ndugu zangu na nyie mnapojenga hoja kichwani mwenu mjenge pamoja na mimi, ni kwamba Urusi ndio taifa ambalo linaongoza kwa kumiliki silaha za nyuklia duniani, linafuatiwa na Marekani. Lakini Urusi pia inaongoza kwa kumiliki teknolojia ya hizo silaha za nyuklia kwa kiwango kikubwa zaidi, ijapokuwa kuna mataifa makubwa ambayo yana uwezo mkubwa sana kwenye sekta ya teknolojia kama vile Japan, kama vile Korea Kaskazini, yana teknolojia kubwa sana. Kwa hiyo kama Marekani akijiondoa kwenye muungano wa NATO, tafsiri yake ni kwamba Urusi sasa atakuwa amepewa room ya kuzifungulia zile turbo zote za silaha zake za nyuklia, na akawa ana uwezo wa kuitandika hata Poland kwa namna ambavyo anaweza, kwa sababu Marekani hatokuwa na majibu. Na ifahamike kwamba Marekani tunasema angeweza kujibu kwa sababu naye anamiliki silaha za nyuklia licha ya udogo ambao yuko nayo. Kwa hiyo hii ni athari mojawapo ambayo mimi binafsi ninaiona, na ninadhani watu wengi wanatakiwa kufikiria out of the box. Lakini jambo jingine ambalo ninaliona kama Marekani atajiondoa katika muungano wa NATO, inaweza ikaanza kutokea kitu kinaitwa competition ya kuonesha silaha za kivita, kwa sababu bila uwepo wa ulinzi wa Marekani kupitia NATO, baadhi ya nchi za Ulaya zinalazimika sasa kuwekeza zaidi katika silaha za kisasa, hata kufikiria uwezekano wa kupata silaha za nyuklia kama njia ya kujilinda, ambayo inaweza ikazusha sasa mashindano ya kijeshi barani Ulaya, jambo ambalo linaongeza hatari ya kutokea kwa migogoro mikubwa, hata kutokea kwa vita, na vita ambayo inaweza ikawa ni mbaya zaidi. Mtakumbuka Urusi, Marekani na mataifa mengine ambayo yanamiliki zile silaha za nyuklia walisaini mikataba ya kutoendeleza kutoongeza uzalishaji wa hizi silaha za nyuklia. Na mataifa mengine duniani ambayo yanataka kutengeneza au kuwa na silaha za nyuklia ni lazima yahakikishe yanapitishwa kwenye hiyo mikataba ambao zilisainishwa zile nchi ambazo zinamiliki silaha za nyuklia tokea wakati huo. Kwa hiyo kitendo cha mataifa mengi kuwa na silaha za nyuklia, hii ni hatari kubwa sana kwa yale mataifa ambayo yanamiliki silaha za nyuklia kwa hivi sasa. Kwa hiyo kama Marekani akijiondoa, tutarajie dunia inaweza ikawa ipo katika nyakati mbaya zaidi. Lakini jambo jingine, Marekani kwa hiki ambacho anakifanya sasa hivi ni kwamba tutarajie
kupungua ushawishi wa Marekani kimataifa, kwa sababu moja kati ya kile ambacho Marekani anapata ushawishi nacho ni pamoja na uwepo wa NATO ambao ni chombo muhimu kwa Marekani kuendeleza ushawishi wake duniani, propaganda, masuala ya usalama pamoja na siasa za kimataifa. Kwa hiyo kama atajitoa, hii itaipa Marekani taswira ya taifa ambalo halina msimamo na ambalo limejitenga kama taifa kiongozi katika jukumu la usalama pamoja na ulinzi duniani. Kwa hiyo binafsi ninaona ni kama hili jambo watu wanatakiwa kulitazama katika muktadha wa tofauti kidogo kutokana na umuhimu wake, kwa sababu speaking about nchi za Ulaya Magharibi, Ulaya Mashariki ambazo zenyewe zipo katika muungano huo wa NATO, na zenyewe zinaweza zikaanza kufikiria kwamba, yani kwa mfano zile nchi za Ulaya ya Magharibi na Mashariki, wao wanaweza sasa wakaanza kufikiria namna gani ya kuchukua hatua za kujilinda wenyewe. Na watu ambao mmekuwa mkifuatilia sana masuala ya geopolitics, kuna kitu kinaitwa Permanent Structured Cooperation au inafahamika kama PESCO kwa kifupi, ambayo Umoja wa Ulaya walianzisha hichi kitengo cha kijeshi katika mpango huo ambao unafahamika kama hiyo Permanent Structured Cooperation PESCO, ambao lengo lake ni jeshi la pamoja ambalo lilianzishwa, ambalo ni hatua ya kujenga ushirikiano wa kijeshi miongoni mwa nchi wanachama wa EU. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya wanaweza sasa wakalipa nguvu zaidi hii Permanent Structured Cooperation, kuwa lina nguvu zaidi na kuhitaji maamuzi ya kisiasa ya pamoja. Lakini pia hizi nchi za Ulaya pia wanaweza wakaamua sasa kuunda muungano wao mpya wa kijeshi wa Ulaya, kama ambavyo tumeona zile nchi ambazo zilikuwa kwenye ule muungano wa ECOWAS walijiondoa zile nchi kama za Burkina Faso, Niger pamoja na Mali, wakatengeneza muungano wao unaofahamika kama AES au ule muungano wa Sahel. Wametengeneza jeshi lao pia. Kwa hiyo hata hizi nchi wanachama ambao wapo NATO, kama Marekani akijiondoa, manake tutarajie tunaweza tukapata muungano mpya wa kijeshi wa Ulaya, ambapo ikianzisha huo muungano mpya wa kijeshi bila Marekani, tunaona mataifa kama Ujerumani, mataifa kama Ufaransa, Poland, Italia na nchi za Baltic kama hivyo Latvia na mataifa mengine zinaweza sasa zikatengeneza jeshi lao la pamoja. Kwa hiyo hili sasa linaweza likawa ni moja kati ya mbadala wa nchi wanachama wa NATO, ijapokuwa kuna ugumu kidogo kwa sababu bado hizi nchi zinategemea bajeti kutoka Marekani kwenye sekta ya ulinzi. Hapa tunazungumzia, ukiangalia makombora ya kisasa, satellite za kijeshi pamoja na maeneo mengine, bado zinategemea hiyo Marekani. Kwa hiyo pamoja na kwamba anaweza kaanzisha huo muungano mpya wa kijeshi wa Ulaya, lakini bado anaweza kukutana na changamoto. Lakini pia jambo jingine ambalo tunaliona kwamba kwa nini binafsi ninasema Marekani kijiondoa kwenye muungano wa NATO, hizi nchi ambazo zipo katika ule Umoja wa Ulaya zinaweza zikasema sasa, ili waweze kujilinda bila kuitegemea Marekani, nchi nyingi za Ulaya zitalazimika kuongeza kiwango kikubwa cha matumizi yao ya ulinzi kutoka wastani wa sasa wa 2% ya GDP yao hadi kupata asilimia kubwa zaidi. Hapa ni watoe wasi. Ufaransa pamoja na Ujerumani ninaweka 100%. Wao wanaweza wakawa wanafanya hivi, lakini kwa mataifa kama Estonia, mataifa kama Bulgaria, naona kunaweza kuwa kuna changamoto kubwa sana. Kwa hiyo hapa kama wameshindwa tu kuongeza hizo asilimia wakati Marekani ambaye ndio mtoaji mkuu yupo, je, wanaweza kujitegemea wao wenyewe? Hili linaweza likawa pia na lenyewe ni changamoto kubwa zaidi. Lakini pia hizi muungano wa NATO, unajua baada ya kuwa muungano wa NATO umetengenezwa, ni kwamba mataifa mengi sana ya Ulaya sasa yanapata ulinzi katika mwamvuli wa NATO. Kwa hiyo kama Marekani akijiondoa, zinaweza zikatokea hizi nchi ambazo zipo katika huo ukanda zikatengeneza jeshi, yani wakaanza kushirikiana kikanda, na sana sana nchi za Ulaya ya Mashariki. Na hapa tunazungumzia mataifa kama, sijui kama watu mnaelewa, kuna ile kundi moja linaitwa Visegrad Group, ambalo lenyewe linahusisha nchi kama Poland, Hungary, Jamhuri ya Czechia pamoja na Slovakia. Lakini pia ukiangalia zile nchi za Nordic, hapa unataja Sweden, Finland, Denmark na Norway, wanaweza wakatengeneza ushirikiano wao ambao wanaweza wakaufanya labda kama ni NDA kwa maana ya Nordic Defense Alliance, ambalo jambo hili linaweza likawa ni gumu, ila linaweza likafanikiwa kwa namna moja ama nyingine kutokana na mipango ambayo wanaweza wakawa wamejipanga. Kwa hiyo hiki ninakiona mimi binafsi kutokana na ufuatiliaji wangu wa mambo ya geopolitics, naona NATO sasa hivi ipo katikati ya mstari mwembamba sana unaotenganisha uhai wa NATO
na kifo cha NATO katika muktadha wa kuiona Marekani. Na hapa hakuna namna ambavyo watu wanaweza wakatenganisha kuharibika kwa NATO na hizi varangati za bwana Vladimir Putin. Yani hakuna namna watu wanaweza wakalitenganisha. Yani unapotenganisha kuanguka kwa NATO, ni lazima umweke kiongozi wao ambaye ni rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, ambaye kiukweli amekuja kuharibu kabisa muungano wa NATO. Na tunasema ameharibu muungano wa NATO kwa sababu tangu Putin alipovamia kijeshi taifa la Ukraine, mataifa mengi sana ambayo yapo yani mwanachama wa NATO yamepata vitisho vya hali ya juu sana. Na mataifa ambayo ni wanachama wa NATO kama Poland, Estonia, Latvia na Lithuania ambazo zipo karibu na Urusi kwa sasa hivi zina uwezo yani zinahofia kwamba Putin akimalizana na Ukraine zenyewe zinaweza zikawa ni target ambayo inafuata ya Urusi. Kwa hiyo hili ni moja kati ya eneo ambalo Urusi amefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia Putin, moja kati ya eneo ambalo amefanikiwa kuisambaratisha hiyo NATO ni pamoja na kuna kitu kinaitwa cyber warfare au tunaita ni vita ya mtandaoni, kwa sababu hiyo Urusi chini ya bwana Vladimir Putin sasa hivi wamekuwa ndio taifa kinara duniani, sawa, dhidi ya mashambulizi ya kimtandao, hasa katika miundombinu ya nchi za NATO. Yani sasa hivi ukizungumza Urusi kwenye swala zima la cyberbullying au hiyo cyber warfare, cyber crime, udukuzi pamoja na mambo mengine kwenye nchi za NATO, Urusi inaongoza. Na unajua wanadukua kwenye maeneo gani? Urusi wanadukua kwenye mitandao ya umeme, lakini pia kwenye masuala ya clearing and forwarding kwa maana usafirishaji, kwenye masuala ya kibenki, lakini pia Urusi wamekuwa kiiba taarifa za siri za kijeshi pamoja na kisiasa kwenye mataifa ya NATO, lakini pia Urusi wamekuwa wakitengeneza kitu kinaitwa disinformation kwenye masuala mazima ya uchaguzi kupitia udukuzi au upotoshaji wa taarifa, jambo ambalo tuliona hata Donald Trump wakati ule uchaguzi ile 2018 alilalamika sana kwamba Urusi waliingilia ule uchaguzi. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya hatari kubwa sana. Lakini pia chini ya bwana Vladimir Putin ametengeneza kitu kinaitwa vita ya habari pamoja na propaganda, kwa sababu kuna yani baada ya, unajua watu wengi nafikiri inawezekana mnaelewa na mtaungana na mimi, wakati wa vita ya kwanza ya dunia na vita ya pili ya dunia, moja kati ya kitu ambacho kilifanikiwa sana kufanikisha ile vita ilikuwa ni pamoja na propaganda za media, yani vyombo vya habari. Vilitengenezwa vyombo vya habari vingi sana ambavyo kazi yao ilikuwa ni kutengeneza propaganda ya kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo Wajerumani wanafanikisha mission zao, namna ambavyo wanawaua, unaelewa. Kwa hiyo hizi nchi nyingine ambazo zilikuwa zinapambana nazo wakati wa vita zilikuwa zina uwezo wa kusambaza taarifa, kwa hiyo walijikuta taarifa ambazo zinaenea duniani ni taarifa za upande mmoja tu. Kwa hiyo sasa hivi imekuwa ni tofauti. Urusi sasa hivi nao waligundua kwamba wakati wa vita ya kwanza ya dunia na vita ya pili ya dunia, eneo ambalo walifail wakati huo ikiwa ni ile ilikuwa ni USSR, ilikuwa ni hawana vyombo vya habari ambavyo vinaaminika duniani ambavyo vinaweza vikaportray au vikasambaza taarifa zao zikafikia ulimwengu. Sasa hivi tumeona Urusi wamekuja na vyombo vyao vya habari kama RT News, kama zile Sputnik. Hizi ni vyombo ambavyo pia navyo vimeletwa maalum kwa ajili ya kusambaza taarifa ambazo zinatoka Urusi moja kwa moja. Unanielewa? Kwa hiyo hili na lenyewe rais wa Urusi bwana Vladimir Putin amefanikiwa sana. Lakini pia Putin amekuwa akitumia diplomasia ya uchumi na kisiasa, mafuta na gesi, mikataba biashara, lakini pia amekuwa akiingia makubaliano ya mahusiano ya kivyama vya kisiasa na nchi nyingi ambazo zipo katika muungano wa NATO. Kwa hiyo hii unajua inasababisha nini? Hii inasababisha mpasuko mkubwa sana katika muungano wa NATO. Yani let's say kwa mfano Poland labda ina chama cha siasa kinaitwa labda PAZ. Na hicho chama kinaenda kuwa na mashirikiano na chama cha siasa cha Urusi. Kwa hiyo hata ikitokea kuna mgogoro ambao unaendelea, hiki chama pamoja na kwamba nchi yake ipo ni mwanachama wa NATO, hawawezi wakaingia moja kwa moja kugombana na Urusi kwa sababu wana mashirikiano ya kivyama, jambo ambalo Urusi tumeona wamefanikiwa sana 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 katika eneo hilo. Kwa hiyo mimi binafsi naona hili eneo la NATO watu tunatakiwa kulitazama katika muktadha wa tofauti sana kuliko ambavyo sasa hivi inazungumzwa, kwa sababu namna ambavyo inazungumzwa ni tofauti na uhalisia wenyewe. Yani sasa hivi NATO ipo tu kama NATO ambayo tumeizoea, tumekuwa tukisikia, lakini ukienda kwenye actual ground, yani namna ambavyo inaweza ikareact, yani sasa hivi NATO haiwezi ikareact kitu chochote kile
pasipo kumsikiliza Marekani anazungumza nini. Na ndio maana umeona bwana Donald Trump anavimba kabisa, anasema mimi nataka kujiondoa kwenye muungano wenu, halafu nendeni mkapambane ninyi wenyewe. Anajua kabisa hizi nchi wanachama wa NATO haziwezi, kwa sababu hawana budget kwanza hata ya kurani, hawana silaha, hawana nini, na hata namna ya kuirani NATO kwa asilimia kubwa, yani hizo mbinu za kuirani NATO kwa asilimia kubwa ziko Marekani. Kwa hiyo kama ikitokea, narudia tena, kama ikitokea, basi tujue kwamba dunia inaweza ikaingia katika mpasuko mkubwa sana wa kiulinzi, lakini pia Urusi inaweza ikakua zaidi katika sekta ya ulinzi pamoja na masuala mbalimbali ya ushawishi wa kisiasa, kiuchumi, kiteknolojia pamoja na kijeshi na maeneo mengine. Mimi naitwa Alex Guido Mvinge na leo nimeamua tuzungumze kidogo kuhusu jambo hilo. Usisahau kuweka comment yako hapo chini kama una mtazamo tofauti kuhusiana na jambo hili, au kama kuna kitu unahitaji kuweza kukifahamu katika dunia hii tuliyokuwa nayo sasa hivi. Usiache kuweka kwenye comment section hapo, kwa sababu tunafanyia kazi kila kitu ambacho unahitaji tukifanyie kazi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.